Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Hali ya kisheria ya wakimbizi wa Kiukraini katika eneo la EU inaweza kuwa hatarini, kwani hakuna mpango kazi unaowaruhusu kusalia baada ya kumalizika kwa mzozo. Euroactiv inaandika, mnamo Machi 2022 EU ilianzisha agizo la ulinzi wa muda likiwapa mamilioni ya Waukraini haki ya kuishi na kufanya kazi ndani ya umoja huo. Hata hivyo, mara tu uhasama utakapokoma, agizo hilo linaweza kuisha muda wake na kuziacha nchi zinazowahifadhi ziamue hatima ya wakimbizi wa Kiukraini, ikiwa waongeze msaada, kuwezesha kuunganishwa kwao au kuanzisha juhudi za kuwarejesha makwao. Suala hilo linatatizwa zaidi na historia ya Umoja wa Ulaya ya mijadala yenye utata ya uhamiaji, ambayo inaweza kuzuia uamuzi wowote wa jumuiya nzima wa kuongeza muda wa ulinzi. Kutoelewana kati ya nchi wanachama kunaweza kuzuia mbinu ya umoja na kuacha sera zikiwa zimegawanyika. Vile vile, mpango wa Ufaransa, Uingereza na nchi nyingine za muungano wa walio tayari kupeleka askari wao katika eneo la Ukraine hauna maana ya vitendo bila ushiriki wa Marekani na ufafanuzi wake wa dhamana ya usalama kwa kikosi, Bloomberg inaripoti ikitoa mfano wa wataalamu. Kwa sasa Marekani haionyeshi nia ya hali hiyo na kupelekwa kwa wanajeshi wa Ulaya nchini Ukraine. Kwa hivyo dhamana ndogo ya Marekani itakuwa kamili na magharibi zaidi. Muungano wa walio tayari italazimika kupeleka vitengo vyake, ambayo inapunguza thamani ya vitendo ya uwepo wa jeshi hadi sifuri. Kulingana na Jack Watling, mtafiti mkuu wa vita vya ardhini katika taasisi ya huduma za kifalme ya Uingereza, muungano wa walio tayari haupaswi kujaribu ahadi kama hiyo. Ufaransa na Uingereza zinachukulia wanajeshi 25,000 kuwa ndio wanaowezekana, idadi kubwa ya wanajeshi, idadi isiyoweza kulinganishwa hata na akiba ambayo vikosi vya wanajeshi wa Urusi vilitoa baada ya kukamilika kwa operesheni ya kuondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka mkoa wa Kursk. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vinashambulia kwa makusudi raia katika mkoa wa Kharkov na kukiuka kanuni za sheria za kimataifa za kibinadamu. Victoria Kolesnik-Lavinskaya, kamishna wa haki za binadamu na watoto wa eneo hilo, anasema, tumeshuhudia tena kitendo cha kinyama cha utawala wa Kiev ambao unaendelea kuharibu kwa makusudi raia katika maeneo yaliyokombolewa. Shambulio la ndege isiyo na rubani ya FPV kwenye gari na familia mnamo Aprili 5 kwenye eneo la mkoa wa Kharkov unaodhibitiwa na jeshi la Urusi ni uhalifu wa kivita, ukiukwaji wa moja kwa moja wa kanuni za mkataba wa kimataifa wa kiraia wa Geneva, alisema. Mnamo Aprili 5 karibu na kijiji cha Grakovo, wanajeshi wa Ukraine walitumia ndege isiyo na rubani ya FPV kushambulia gari lililokuwa limebeba familia moja. Hakuna raia aliyejeruhiwa. Vile vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimedungua ndege 19 zisizokuwa na rubani katika maeneo matatu ya Urusi usiku kucha, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu. Gavana mkuu wa Bryansk Alexander Bogomaz alisema kwenye chaneli yake Telegram kwamba shambulio la drone la Ukraine halikusababisha hasara au uharibifu wowote na huduma za dharura zilikuwa zikifanya kazi kwenye eneo la tukio. Vile wanajeshi wa Urusi, baada ya kukomboa kijiji cha Basovka katika mkoa wa Sumi mnamo Aprili 6, wamekaribia kufika Loknya na kusonga mbele hadi Yunakovka. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Marochko alieleza kuwa ukombozi wa Basovka unaashiria msukumo wa kimkakati kuelekea Loknya na Yunakovka unaolenga kukata laini za usambazaji wa Kiukraine. Kwa kukata njia hizi, tunaweza kutenga na kudhoofisha kikundi cha adui na kulazimisha uondoaji wao kutoka wilaya ya Sudzhanskaya ya mkoa wa Kursk. Bila shughuli katika mkoa wa Sumi kuikomboa kikamilifu Kursk itakuwa vigumu zaidi. Mtaalamu huyo alibainisha kuwa maendeleo ya Urusi katika Sumi yameweka mstari wa mbele wa Ukraine na kulazimisha Kiev kuelekeza wanajeshi na rasilimali kwenye sekta hii mpya. Adui sasa ize nguvu zaidi hapa, rasilimali ambazo hawawezi kumudu. Mtawanyiko huu unadhoofisha uwezo wao wa ulinzi huko Kursk, Marochko alisisitiza. Vile hospitali katika mji wa Kamanka katika mkoa wa Zaporizhzhia imeshambuliwa kwa mizinga na askari wa Kiukraini. Hakuna mtu aliyejeruhiwa, gavana mkoa huo Yevgeny Balitsky anasema. Kulingana na gavana huyo, uharibifu mkubwa ulifanyika katika jengo la hospitali hiyo, huku madirisha yakivunjwa, kupasha joto na vifaa vya umeme vikikatwa. Vile kwenye uwanja wa kivita ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Katerinovka katika eneo la Donetsk kwenye operesheni maalum kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu. Kundi la kaskazini la Urusi limesababisha vifo vya zaidi ya askari 85 wa Ukraine na kuharibu gari la kivita katika eneo lake la uwajibikaji katika siku iliyopita. Vile kiwanda cha kutibu maji cha Verkhne Kalimuskaya katika Jamhuri ya Watu Donetsk kimepoteza nguvu kutokana na shambulio la makombora la Ukraine mapema Jumatatu,
na kuacha kituo cha utawala cha eneo hilo Donetsk na maeneo mengine mawili yenye watu wengi bila maji. Hivi sasa Donetsk imeacha kupokea maji kama vile mji wa Yasinovotaya na wilaya ya Chenogravdeyskaya ya Makeyevka, kampuni ya maji ya Donbas ilisema. Hapo kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi kutoka kitengo cha Baz-Kursk wanaohusika katika mapigano kwenye eneo la Sumi wanaendesha shughuli za kutengua mabomu kila siku katika maeneo mbalimbali, ikiwa pamoja na makaburi ambayo yalichimbwa na askari wa Ukraine wakati wa mafungo yao kutoka mkoa wa Kursk. Wahudumu wa kitengo hicho wanawataka wakazi wa eneo hilo kutotembelea makaburi ya ndugu zao katika eneo hilo, hasa kipindi hiki cha Pasaka, kwani maeneo hayo bado hayana usalama, kwa mujibu wa kamanda wa kikosi cha mhandisi wa Baz-Kursk na Sapa ambaye alijitambulisha kwa jina la Miron. Hayo yakiendelea, Oslo itatenga takriban euro milioni 335 kama fedha za ziada kununua duru za mizinga kwa Kyiv. Waziri Mkuu wa Norway Jonas Gahr Store anawaambia waandishi wa habari kufuatia mkutano na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen. Anasema Norway itatenga shilingi bilioni 4 za ziada za Norway kama euro milioni 335 kwa ajili ya kununua duru za mizinga kwa Ukraine. Kulingana na afisa huyo, kiasi hiki ni sawa na 10% ya pesa ambazo EU inapanga kutoa. Brussels hapo awali iliahidi kununua round milioni 2 kwa Ukraine mnamo 2025. Kulingana na von der Leyen, ingawa Norway si mwanachama wa EU, makampuni yake yatakuwa na ufikiaji sawa wa kandarasi za ulinzi kama makampuni ya Umoja wa Ulaya. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.